Simulizi yetu hii mpya inaanzia huko katika kiwanja cha ndege cha kimataifa, wakati ambapo kijana mmoja mwenye umri unaorenji kati ya miaka 30 mpaka 33 alipokuwa anashuka katika ndege akiwa anatokea huko nchini China. Na hapa katika uwanja huu wa ndege walikuwepo ndugu zake na marafiki mbalimbali ambao waliokuwa wamekuja pale kwa ajili ya kumpokea yeye. Watu waliokuwa wamekuja pale kumpokea walikuwa ni wengi, kutokana na kwamba kijana huyu alikuwa amekaa nje ya nchi kwa muda mrefu kidogo. Kijana huyu anayefahamika kama Jeff alienda huko nchini China kufanya mafunzo ya kijeshi, ikiwa ni bahati ambayo aliyoipata baada ya kutoka huko nchini Kongo, mahali ambapo alipokuwa ameenda kwa ajili ya kulinda usalama nchini Kongo kupitia jeshi la muunganiko wa nchi za kusini mwa Afrika. Jeff alikuwa huko nchini Kongo kwa muda wa miaka 2, na hatimaye aliporudi nchini Tanzania tu ni miezi 2 mbeleni, alikuwa ameagizwa kwamba anapaswa aende huko nchini China yeye pamoja na wenzake kwa ajili ya kupata mafunzo zaidi ya kijeshi. Katika ndugu wote ambao waliokuwa wamekutanika pale katika kiwanja kile cha ndege cha kimataifa kwa ajili ya kumpokea kijana Jeff, katikati yao alikuwepo mwanadada ambaye anayefahamika kama Nancy. Nancy yeye huyu hakuwa tu ndugu, lakini alikuwa ni mke halali kabisa wa kijana Jeff. Shangwe ilikuwa ni kubwa kwa ndugu wote ambao waliokuwa wamekutanika pale pindi tu walipomuona kijana Jeff, kijana ambaye alikuwa ameenda juu, alionyesha hali ya kuwa ni mkakamavu vizuri, na hasa ukizingatia ndugu wote pamoja na marafiki walikuwa wanajua kabisa kwamba Jeff kwa wakati ule hata ngazi zake za jeshini zitakuwa zimepanda baada ya kupata mafunzo mazuri sana kutoka huko nchini China. Mambo yalikuwa ni tofauti kidogo kwa mwanadada huyu Nancy baada tu ya kumuona kijana huyu wakati alipokuwa anakuja. Jeff alitoka kule mahali alipokuwa ameshuka kwenye ndege na moja kwa moja alifika mahali ambapo ndugu zake hawa walikuwa wamekusanyika wakiwa wanamsubiri yeye. Mama yake, baba yake na ndugu wengine walimkumbatia kwa furaha, huku kelele za shangwe zikiwa zinatapakaa maeneo yale. Kwa mwanadada Nancy, kwa kweli mambo yalikuwa ni tofauti kabisa. Shangwe ambayo Jeff alikuwa anaitegemea kuipata kwa mke wake huyu wa ndoa ilikuwa ni tofauti sana, kwa sababu baada tu ya kumuona alionyesha hali ya kuduaa na kutokupendezwa kabisa na kitendo cha Jeff kurudi nchini. Msikilizaji, miaka michache tu nyuma kijana Jeff pamoja na mwanadada Nancy walifunga ndoa yao takatifu kabisa katika kanisa takatifu la KKKT ambalo lilikuwa linasimamiwa na mchungaji aliyekuwa anafahamika kama mchungaji Petro. Miezi 4 kabla ya Jeff kwenda nchini Kongo kwa ajili ya kuimarisha usalama kule, ndipo ambapo alipokuwa amefunga ndoa na mwanadada huyo Nancy. Kwa hivyo Jeff alikuwa hajapata hata muda mzuri wa kukaa na mke wake baada ya kufunga naye ndoa. Miezi 4 tu ya awali tayari alishaondoka na kwenda nchini Kongo, ambapo hata aliporudi akitegemea ndicho kipindi ambapo angeweza kukaa vizuri na mke wake huyu ili waweze kufaidi mapenzi kama ambavyo walivyokuwa wameahidiana kipindi cha uchumba. Ni miezi 2 peke yake ndio ambayo aliyobahatisha kukaa na mwanadada Nancy, na hapo ndipo akaenda huko nchini China, mahali ambapo alipokaa kwa zaidi ya miaka 4.
Katika moyo na fikra za kijana Jefu, alifikiri sana baada ya kuona ile hali ya mwanadada Nancy, mke wake ambaye alikuwa amemisi sana. Aliona jinsi ambavyo alivyoduaa. Kwa kweli jambo lile lilimpa fikra sana kijana Jefu. Haikupita muda, walitoka pale ndani ya uwanja ule wa ndege na moja kwa moja sasa walikuwa wanaelekea nyumbani kwao. Kwa sababu kijana Jefu tayari alishapata mashaka fulani, ilibidi aseme tu katika kichwa chake kwamba lazima apate wakati wa kuongea na mke wake huyu ili aweze kumsikiliza ni nini hasa ambacho kilichotokea mpaka yeye kuonyesha hali ya kutokufurahia kurudi kwa mume wake huyu. Shamra ziliendelea hadi pale walipofika nyumbani kwao. Kijana Jefu pamoja na mke wake bado walikuwa wanakaa hapo hapo katika nyumba ya baba yake na mama yake, na hivyo mke wake pia alikuwa akiishi pale pale. Shangwe ziliendelea, lakini kwa Jefu mambo yalikuwa ni tofauti. Na hii ni kutokana na kumuona mke wake akiwa hana furaha ambayo aliyokuwa anaitegemea ya mpenzi wake ambayo wamepoteana kwa muda wa zaidi ya miaka 4. Pamoja na kwamba ndugu wengine walikuwa wakifurahi, walioita kaka, walioita kwa jina lolote lile, walikuwa na furaha kubwa sana baada ya kumuona kijana Jefu akiwa amerudi akiwa na ukakamavu mwingi na huku akionyesha hali ya kwamba yuko mzima wa afya. Story 2-3 ziliendelea pale huku watu wakila na kunywa baada tu ya kumuona kijana Jefu akiwa salama. Lakini kwa sababu Jefu yeye alikuwa hafurahi sana matendo yanayoendelea pale, kwa sababu tayari kichwa chake kilikuwa kimeshavurugwa na kumuona mke wake akiwa katika hali ile, basi kwa muda mfupi tu aliwaomba kwamba anahitaji akapumzike ndani. Baba, nafikiri napaswa nipate muda nikapumzike kutokana na uchovu wa safari baba. Mbona mapema sana? Usiunaona bado ndugu zako na marafiki wengi bado wako hapa. Unajua wanakufurahia wewe kijana wangu. Sasa unataka uingie ndani kweli uache hapa? Na mama yako mdogo yupo njiani bado hata hajafika. Alisema lazima aje kukuona. Baba, ni kweli, lakini naomba mniruhusu nikapumzike. Na sikia kama kichwa kinaanza kuuma, pengine kutokana na safari alafu na kelele ambazo zimepigwa hapa. Naona nikapumzike kidogo. Mweleze hebu na mama yako tuone yeye atalichukua haliaje hilo. Baba, nafikiri mimi niende nikapumzike alafu mama utamweleza. Hapana. Mama yako yule pale, muite pale aje hapa umweleze. Kwa sababu yeye ndio ameniambia kwamba mama yako mdogo naye anakuja ili kuungana na sisi kufurahia ujio wako. Pale kijana Jefu alimuita mama yake, na mama yake alisogea pale. Haya mwanangu, niambie unasemaje? Kuna kinywaji unataka ubadilishewe? Hapana mama, sio kinywaji. Bali ni nini mwanangu? Hebu sema. Samahani mama, nilikuwa nataka mimi nikapumzike ndani kidogo. Najisikia kwamba na uchovu wa safari, kwa hiyo ningeomba nikapumzike ndani. Mwanangu, unajua mama yako mdogo anakuja, kaniambia yuko njiani kashapanda usafiri, anakuja kukusalimia. Sasa unaenda kulala, akija ndo tukuamshe, na wakati yuko jirani tu hapa sasa hivi.
Nafikiri mama, mimi ungeniruhusu kwanza nikalale. Mama mdogo akija hapa nitamsalimia hata baadaye. Jamani, kwani huwezi kujikaza ukamsubiri kidogo? Unajua hata yeye alikuwa anakusema sana kila wakati, amekumisi na ndio maana ametoka hata huko kwenye biashara zake anaamua kuja kukusalimia. Jeff, hebu subiri bwana kidogo na wewe mama yako akuone. Najisikia mama, kichwa changu kinauma. Naomba mniruhusu nikapumzike kidogo mama. Uchovu wa safari, umbali huo na kelele hizi ambazo tumezipiga hapa, naona kabisa zinasababisha kichwa changu kuuma. Naomba nikapumzike kidogo mama. Jamani. Haya bwana, nenda ukapumzike. Sasa unawaagaje marafiki zako walioko hapa? Hawana shida mama. Sio hawana shida, wasije wakakuona kwamba umeanza kuleta dharau. Wamekuja hapa kusherehekea na wewe, alafu unaingia ndani unawaacha hapa nje. Kweli mwanangu? Nitamtuma Hasani tu, ataenda kuambia hali halisi ilivyo. Nafikiri watanielewa. Haya, nenda ukapumzike. Kijana Jeff bwana alitoka pale baada ya wazazi wake wote wawili kumkubalia, na moja kwa moja alienda chumbani kwake, kwa sababu mkewe naye alikuwa yuko nje, mahali ambapo watu walikuwa wakisherehekea ujio wa mumewe. Basi Jeff alishika simu yake na pale pale alimpigia mkewe, na mke wake akatoka kule na moja kwa moja akamfuata kule chumbani. Mambo vipi? Poa. Za siku nyingi. Salama sana mke wangu. Mbona bado umesimama? Kaa kwenye kitanda hapo. Nilikuwa najua labda umeniita tu, alafu kuna jambo unaongea ili nirudi kule nje. Si unajua bado vyombo ni nani zile kuziondoa kuziweka vizuri. Si unaona bado kuna watu nje bado. Mke wangu, nimekuita mimi, unapaswa uje ukae hapa. Hao watu huko nje wanaweza kuwa na thamani kuliko mimi. Hapana, sio hivyo. Nimeona tu kwamba mama asije akaona kwamba mimi nimemwachia vitu huko nje. Kwani hakuna watu wengine ambao wanafanya hizo kazi? Lazima wewe. Wapo, ila kuangalia tu simamizi. Si unajua tena kuhakikisha vitu vya watu, kreti za watu zinarudi salama kule dukani tulipochukua. Na mambo kama hayo. Okay, mimi nimekuhitaji ukae hapa. Sasa kama utaamua kwamba ufuate makreti uliache mimi hapa, sawa, lakini nimekuita kwamba ukae hapa. Kaa hapa pembeni yangu. Kuna jambo nataka tuzungumze. Jamani mume wangu na wewe, si niende kule, baadaye sisi tutazungumza. Nihakikisha kwamba mambo yanakuwa salama kule. Nancy, unanisikia ninachokwambia au? Nakusikia, lakini nilikuwa namaanisha kwamba niende tukahakikisha vitu vinakuwa salama, tupike. Si unajua kwamba mume wangu nimetoka safarini, unapaswa ule pia. Kwa nataka niweke mambo sawa ndipo nije. Kijana Jeff alizidi kuongeza mawazo kichwani mwake kutokana na majibu ambayo aliyokuwa anapewa na mkewe huyu Nancy. Alijiuliza sana, inawezekanaje apoteane na mke wake kwa muda wa zaidi ya miaka 4, na pindi ambapo anakuwa amerudi bado mkewe asiwe na shamra za kumpokea, na hata pale alipomuita ili waweze kukaa wote pale chumbani bado mkewe alionyesha kutokuwa tayari na kuhitaji kuendelea na shughuli zake huko nje. Aliwaza mawazo ambayo hakuweza kuyathibitisha hata upande mmoja. Lakini kiukweli kichwani mwa Jeff kulikuwa kumevurugika sana, kwa sababu alikuwa anampenda sana mwanadada Nancy. Hata hivyo
Kipindi ambapo alipopata kazi ya kwenda huko nchini Kongo, aliumia sana, lakini alisema ndio kazi ya jeshi inabidi aende. Alitamani asiende kabisa, ili tu aweze kupata muda wa kukaa na mke wake, kumtunza na kumfahamu zaidi na zaidi, kwa sababu ilikuwa ni miezi michache tu toka aweze kumuoa. Ilikuwa ni kama bahati mbaya zaidi, pindi tu aliporudi kutoka nchini Kongo, akajikuta tena akipaswa aende kwa mafunzo huko nchini China. Kwa hivyo, katika moyo wa kijana Jeff, alikuwa ana hamu kubwa sana ya kutaka kukaa na mke wake, lakini mambo yalikuwa ni kinyume kwa mwanadada Nancy. Alionyesha kuto kuhitaji sana au kuto kumisi sana kijana Jeff. Okay, nafikiri uende nje, lakini usikae sana, urudi hapa ndani. Sawa mume wangu, hapo ndo umefanya jambo la maana. Mwanadada Nancy aligeuza kichwa chake na kuelekea nje, huku akimwachia kisogo mumewe kule ndani alipokuwa amekaa. Jeff hakuacha kuendelea kumtazama mwanadada Nancy kwa jinsi alivyokuwa ameumbika vizuri. Aliangalia jinsi ambavyo sehemu za nyuma zilivyokuwa zikitikisika, huku akiangalia shepu lake kwa ujumla lililokuwa zuri sana, na mkewe akitoka kwa maringo na kuelekea nje. Kiukweli, Jeff alikaa akafikiri sana, huku akiendelea kujipongeza kwamba kweli nilioa mwanamke mzuri sana. Lakini kuachwa kwake peke yake pale kuliendelea kumpa mawazo. Je, ina maana Nancy hanipendi tena? Mbona haonyeshi nia ya na hamu kubwa ya kuwa na mimi? Ndio tuseme kuna mtu atakuwa ananiibia mke wangu kipindi nikiwa sipo. Ikitokea iko hivyo, nikimgundua, mafunzo yote niliyofanya nchini China nitayamalizia kwake, na uhakika hawezi kukaa salama. Lakini shida sio mtu huyo mwingine. Kwa nini mke wangu amepoteza ule upendo ambao niliyomkuta nao kipindi akiwa mpenzi? Kipindi tuko kwenye uchumba ambao na mke wangu alikuwa na upendo mkubwa sana na tulikuwa tunapendana. Anyway, Waswahili wanasema dalili ya mvua ni mawingu. Lakini sitaki kuamini kwamba ishara hizi zinaonyesha kwamba Nancy upendo wake umeisha kwangu. Anyway, ngoja nimsubiri. Kijana Jeff alijilaza pale katika kitanda, huku akisubiri dakika chache hizo ambazo alizokuwa amekubaliana na mkewe kwamba baada ya kwenda kule basi angerudi pale. Kila wakati alikuwa akiangalia saa yake, akitazama kwamba muda umeenda kiasi gani. Dakika 5 ziliisha kabla ya mwanadada Nancy kurudi pale chumbani. Zilienda zikafika 10. Alishangaa robo saa ikiwa inakata bila mkewe kurudi tena pale ndani. Alichukua simu yake na kumpigia tena mkewe, ambapo alipoipokea hata hakuonyesha kwamba alikuwa anakumbuka chochote kuhusiana na kurudi pale ndani. Mke wangu. Abe. Jamani, kwa muda mfupi bado haujaisha, mpaka sasa hivi robo saa imeisha. Muda mfupi wa nini? Si tumeongea kwamba wewe unapaswa urudi uje huko chumbani baada ya muda mfupi. Jamani, lakini mume wangu, si nimekwambia kwamba na kazi. Mbona unakuwa hivyo? Subiri, mimi nitakuja. Pale mwanadada Nancy akakata ile simu. Kitu kilichozidi kumchanganya sana kichwa kijana Jeff. Jeff alitupa simu yake pembeni.
huku akilala akiwa ametazama juu ya chumba chake alichokuwa amelala pale. Mawazo mengi yalizidi kumchanganya kwenye kichwa chake, akiwaza kuhusiana na mke wake huyu mwanadada Nancy. Alisubiri, lakini alishangaa nusu saa imeisha bila mkewe kuingia pale ndani au hata kumtumia message. Kwa Jeff halikuwa jambo la kawaida hata kidogo. Baadaye kabisa, baada ya saa kuisha, ndipo ambapo mwanadada alipokuja pale ndani ya chumba chao na kuanza kumuuliza, eti Jeff, leo nataka tukupikie nini? Swali lile lilimtoa Jeff katika msongo mkubwa wa mawazo aliyokuwa nao, na huku kusikia sauti yake mkewe yule kulimfanya akae na kuacha kulala mwa jinsi alivyokuwa amelala. Mke wangu, umekuja? Njoo basi ukae. Sikiliza basi, nimekwambia leo unatamani tukupikie kitu gani? Nataka nikapike. Nisikilize mke wangu. Ungekuja ukae na mimi hapa kidogo unisikilize. Hitaji langu kubwa kwa wakati huu sio chakula. Hitaji langu kubwa, ninahitaji tu kukaa mimi na wewe. Niendelee kukutazama jinsi ulivyoumbwa vizuri mke wangu. Kumbuka kwamba mimi bado sijakufaidi vizuri toka nikuoe mke wangu. Kwa hivyo chakula hata si kitu cha maana sana kwangu. Naomba uje hapa ukae. Japokuwa kishingo upande, mwanadada Nancy alitoka pale alipokuwa amesimama karibu na mlango wa chumba kile na kuingia na kufika mpaka pale kwenye kitanda, na hivyo akakaa. Haya, niambie. Salama sana Nancy. Unajua ni jinsi gani ambavyo nimekumisi katika moyo wangu? Sijui kwa kweli. Nancy, nimekumisi sana mke wangu. Wakati wote ambapo nilipokuwa niko jeshini, nilikuwa nikikuwaza na kukukumbuka tu mke wangu. Unajua ndoa yetu imepitia kipindi kigumu sana, kwa sababu muda wote ambao niliokaa na wewe baada tu ya mimi kukuoa, unakumbuka kwamba mimi nilipata kazi ya kwenda huko nchini Kongo. Nikakaa miaka 2 bila ya kuwa na wewe mpenzi wangu karibu. Hata niliporudi tena ni muda mfupi zaidi nikaondoka kwenda huko nchini China, ambapo sijakutana na wewe mpaka siku hii ya leo. Kwa hivyo nimekumisi vibaya mno. Siku hii ya leo natamani iwe ni siku ya furaha sana kati yangu mimi na wewe. Okay, sawa, lakini nimekuja hapa mimi kukuuliza kuhusu chakula. Mke wangu, nimekuambia hitaji langu leo sio chakula. Niko tayari hata nilale bila kula, lakini niwe karibu na wewe tu, nifurahie uwepo wako. Okay, sawa, lakini kama wewe utakula, ngoja nikapike kwa ajili ya watu wengine. Mke wangu, mbona lakini unaongea hivyo? Naongeaje? Nimekwambia bwana, ngoja nikapike basi. Kuna watu wengine wanapaswa wale hata kama utakula. Mke wangu, hebu lakini kaa hapa. Hebu usiondoke basi, simama kwanza. Hivi mke wangu, mbona huonyeshi kufurahia ujio wangu? Sasa unataka nionyeshe kufurahiaje? Mimi nimefurahi, huoni kabisa tumekufuata mpaka kiwanja cha ndege kule kwa ajili ya kukupokea. Mke wangu, sitaki kuamini kama unayoyaongea ndicho unachomaanisha. Sitaki kabisa.
Ni dakika chache tu, muda mfupi tu toka nije hapa. Lakini naona kabisa mambo yako tofauti sana. Kuna nini? Au umesahau upendo wangu kwako? Jeff, naomba uniache nikapike. Nitarudi hapa, tutaongea. Basi nashukuru. Naomba uende tu. Mwanadada Nance alitoka pale na kurudi huko kwenye shughuli zake ambazo alizoziona ndizo za maana zaidi. Na wakati huu Jeff yeye pale ndani akili yake ilikuwa ikizidi kuvurugika zaidi. Na muda mfupi baadaye mama yake mdogo na Jeff alifika pale. Alipofika moja kwa moja, sasa Jeff alifuatwa pale na mkewe tena kuitwa kwamba aende akasalimiane na mama yake mdogo ambaye aliyetoka mbali huko kwa ajili ya kumsalimia. Kiukweli Jeff alikuwa hatamani kutoka kule nje tena na kwenda katika sebule ambayo ndio sebule ya familia yao. Lakini kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa anampenda na kumheshimu sana mama yake huyo mdogo, ilibidi avae nguo zake na haraka sana kwenda kule mahali ambapo mama yake mdogo alipokuwa. Shangwe ilikuwa ni kubwa sana kwa mama yake mdogo ambaye aliyemuona Jeff na kumsifia sana kwamba amezidi kuwa imara hata kwa kumtazama tu. Mchina wangu huyo jamani. Wow. Jeff, hujambo mwanangu? Sijambo mama, shikamoo. Marahaba jamani, za siku nyingi. Salama sana mamdogo. Mamdogo nao mwenyewe umezidi kunawiri jamani. Jamani unanicheka au? Na hii shida jamani za hapa nchini kwetu jamani, alafu unaniambia hujui kama vyuma vimekaza. Mamdogo bwana, sasa vyuma vimekaza wapi mamdogo? Mambo yako yanazidi kuwa mazuri na kuona unaniambia hujui tu mwanangu, yani acha tu haya za siku nyingi. Lakini ni salama sana kwa kweli mama, tunashukuru Mungu. Tumekamilisha mafunzo ya watu huko na sasa hivi tumerudi kuitumikia taifa letu. Tunashukuru Mungu. Hongera sana jamani mwanangu. Nimekuja hapa jamani kwa sababu nilivyopata tu taarifa kwamba unafika leo, nikasema sitaweza kulala mpaka eti asubuhi kabla sijakuona. Nilianza kufunga safari na nilitamani nikuwahi hata kabla hujafika huku nikupokea kule uwanja wa ndege. Sema ndio hivyo. Pale kukaa kuna mteja alikuwa ananiambia anakuja kuchukua vitu vyake, kachelewa. Huyo ndo amenichelewesha. Lakini nilitaka nikupokelee kule uwanja wa ndege jamani Jeff. Mama usijali. Ni salama, nimefika salama na mimi kwa kweli nashukuru kwa kutoa watu wote salama. Hongera sana mwanangu. Nashukuru sana mamdogo. Basi bwana mwanangu, sikia nikwambie, ningetamani sana tuongee sana zaidi na zaidi. Lakini najua umechoka na una uchovu wa safari. Kwa hiyo mimi nimefurahi kukuona. Tutaendelea, kesho nitakuja na wewe naamini utatutembelea kule nyumbani. Kwa hivyo mimi ninaomba tu sasa nikuruhusu uende ukapumzike. Mamdogo, ni kama umejua vile. Nakushukuru sana mamangu. Najua safari. Tena sasa sio safari za kutoka hapa mpaka huko Kibuyokwa. Sio kutoka hapa mpaka Mabwepande. Sio kutoka hapa mpaka kuingia hapo mbele Segerea. Hapana. Ni kutoka jamani huko nchini China kwa watu wafupi huko jamani mpaka unafika hapa. Najua tu umechoka mwanangu. Kwa kweli naomba kuomba nikuruhusu ukapumzike. Mamdogo, nakushukuru sana. Naomba mimi nikapumzike kweli. Nashukuru sana kukuona. Mamdogo, kuanzia kesho nitakuja hata huko nyumbani. Nafikiri tutashinda wote huko nyumbani kwa sababu kesho nafikiri nitakuwa sina shughuli kali sana za upande wa kazini. Nafikiri nitakuwa niko off bado. Kwa hiyo nitakuja mama huko nyumbani. Karibu sana jamani Jeff. Karibu, wadogo zako wenyewe kule wanakusubiri. Wana hamu na wewe. Ukiangalia hapo, kama mdogo ndo alikuwa ananisumbua na niambia tuje wote, nikamwambia hapana utanisumbua. Mdogo usingemwacha tuje naye. Hapana kwa kweli. Angenisumbua. Mwache bana afanye nani. Kesho si utakuja? Nitakuja huko nyumbani mama.
Basi sawa jamani Jeff. Mungu akubariki sana sana jamani. Nashukuru sana mamdogo. Basi pale Jeff alitoka pale sebuleni na kurudi katika chumba chake alichokuwa amepumzika hapo awali. Alikaa pale na kuendelea kutafakari hali aliyokuwa anaiona kwa mkewe huyu kipenzi kabisa Nancy. Lakini Jeff bwana alijipa moyo akisema huenda ni maswala tu ya watoto wa kike, kama kawaida yao wanaweza wakawa wako kwenye hali fulani, kwa hivyo na kufanya kwamba watoke katika hali ya kawaida. Pengine ndio hali iliyosababisha mkewe asiwe na hali ya furaha baada ya kumuona. Ulifika muda wa chakula na yeye aliitwa na kula pamoja na wenzake pale. Hatimaye muda wa kwenda kulala ulifika. Basi Jeff pamoja na mkewe waliingia kule chumbani kwa ajili ya kulala. Chumba chao kilikuwa upande wa nje kwa sababu kilikuwa ni chumba na sebule. Walikuwa wanakaa yeye pamoja na mkewe kwa sehemu ya nje ya nyumba kubwa ile. Walitoka pale na hatimaye kwa pamoja sasa walikuwa wakianzisha mazungumzo kule chumbani. Wakati huo Jeff yeye alikuwa akihamasisha sana kuongea maneno ambayo yalikuwa yaweze kumvuta mkewe karibu ili waweze kufurahia, huku akitaka kukumbushia mambo yale ya furaha ambayo waliokuwa wanayaishi kipindi tu walipokuwa wachumba. Lakini mambo yalikuwa ni tofauti zaidi. Mwanadada Nancy alikuwa hayuko tayari kabisa kuonyesha hali ya upendo uliodumu kabisa kwa mumewe. Mke wangu, unajua kwanza umenitoa mchezoni kama Waswahili wanavyosema. Kwa nini? Yaani sijaiona furaha yako kwa kweli toka nije. Au umechukia mimi kuja? Hivi nichukia wewe kuja kwa sababu gani? Wewe tu unajishuku mume wangu. Lakini ndo kama hivyo. Unajua mambo huwa yanabadilika. Mambo huwa kwa kawaida yanabadilika. Unamaanisha nini unaposema hivyo? Namaanisha kwamba mambo huwa yanabadilika. Kwani hujui kama mambo yanabadilikaga? Najua kwamba mambo yanabadilika, lakini sijajua wewe kwa nini umesema hivyo. Jeff, mambo yanabadilika. Unapaswa uelewe hivyo. Sioni kama kuna sababu ya wewe kuhoji sana kwamba eti kwa nini sijashangilia ujio wako? Kwa nini sijui furaha yangu sio kubwa? Sidhani kama kuna sababu yoyote ile ya wewe kushangaa sana. Mke wangu, sistahili kushangaa kuhusu mabadiliko yako. Lazima nishangae sana. Nancy ambaye nilikuwa nimemzoea sio Nancy ambaye nimemkuta kusema ukweli kwa masaa machache tu ambao tumekaa wote. Ndio ujue sasa kwamba mambo huwa yanabadilika. Sasa mambo hata yakibadilika, unataka kusema kwamba mambo yamebadilika kiasi kwamba huhitaji tena kunifurahia mume wako? Inaweza kuwa hivyo au isiwe hivyo pia. Unasemaje Nancy? Nimesema kwamba inaweza kuwa hivyo au isiwe hivyo. Unataka kusema kwamba huna uchangamfu kwangu, maana yake upendo wako kwangu umetoka au? Hapana, ni mazoea tu. Mazoea gani? Ni mazoea tu kwamba ulikuwa haupo kwa kipindi kirefu. Kwa hivyo na mimi nikawa na mazoea mengine ya kutokufurahishwa na wewe.
mbona sentensi yako sielewi? Kutokufurahishwa na mimi kwenye nini unamaanisha? Kwenye maisha tu kwa ujumla. Unajua haiwezekani kwamba kipindi chote ulichokuwa unaishi nje ya nchi mimi niwe sifurahi. Nilikuwa naendelea kufurahi. Sasa hiyo furaha nilikuwa siipati kutoka kwako. Sasa kwa sababu hiyo furaha nilikuwa siipati kutoka kwako, unapokuja wewe ni lazima sasa kwena tujenge mazoea tena upya. Sentensi ile, msikilizaji, ilimfikirisha sana Jeff. Ilibidi sasa aulize swali lingine la msingi ambalo lililoenda moja kwa moja. Mke wangu, unamaanisha kwamba ulikuwa unanichiti mimi kipindi sipo hapa? Mimi nimesema habari ya kufurahi. Furaha sio tendo la ndoa tu. Namaanisha furaha kwa ujumla. Watu ambao niliokuwa napiga nao story sio wewe, ni wengine. Watu ambao niliokuwa nikitembea njiani tunaongozana, tunafanya mambo tofauti hapa na pale, sokoni, sherehe na nini, haukuwa wewe. Walikuwa ni watu wengine. Kwa hiyo furaha yangu ilikuwa inatokana na watu wengine na sio wewe. Kwa hivyo lazima kuwe na mambo ambayo yanabadilika. Kama hivyo yani. Mke wangu, sitaki kuamini maneno unayoongea. Hivi kufurahi na mtu, kupiga story na mtu mwingine, kwenda na mtu kwenye sherehe, sokoni na kila mahali, kunaweza kusababisha upendo wa mtu unayempenda kama mumeo, upendo huo kupungua? Eti hayo mazoea yanaweza kupungua kiasi hicho? Ndio hivyo imetokea, ndio maana nikasema mambo haya yanabadilika. Kwa sentensi yako hiyo unamaanisha kwamba kuna mtu anakupa furaha na amechukua sehemu yangu mimi kwenye moyo wako, si ndivyo? Inaweza ikawa hivyo. Msikilizaji, neno lile lilizidi kumchanganya sana kichwa kijana Jeff. Alifikiri kupatwa na hasira, akaona hasira hazitasaidia kwa mazingira yale. Akawa anafikiri kufurahi, akaona furaha haiwezi. Hata kama akijaribu kufurahi, lakini bado atakuwa ni unafiki tu. Zaidi sana alibaki akiwa anashangaa. Alikuwa hajui sasa aongee jambo gani jingine, kwa sababu kila neno alilokuwa anaongea, majibu yake yalikuwa yanakuja majibu ambayo yalikuwa yanazidi kumshangaza na kumuumiza moyo wake. Jeff aliona asiendeleze maongezi, na hivyo akapanda kitandani akitegemea kwamba aendelee tu kupumzika na mkewe, na huenda atakijenga tena hicho kitu ambacho mkewe alichokiita mazoea. Walipanda kitandani, na kama unavyojua bwana, kijana Jeff alikuwa amenuia sana kula tunda lake ambalo alilokuwa amelimisi siku nyingi sana. Jeff alianza kumpapasa na kumtomasa mkewe pale kitandani. Lakini tendo lile lilionyesha kumkasirisha sana mwanadada Nancy. Alionyesha kutokuhitaji kabisa tendo na mumewe huyu ambaye wamepoteana miaka mingi. Wewe Jeff, mimi bana sijisikii leo. Mke wangu, kwani unaumwa? Siumwi bana, ila nimekwambia mimi sijisikii. Kwani lazima bana leo? Mke wangu, hivi kweli unashindwa kunipatia kweli? Unajua ni hamu kiasi gani ambayo nilionayo? Nimekumisi sana mke wangu. Hebu naomba unipatie basi hata moja tu niweze kulala. Wewe Jeff, kwani huelewi ninachokwambia? Mke wangu please, naomba nipatie moja tu.
unajua hapa nilipo na ugwadu kweli kweli. Ninatamani sana kushare tendo na wewe. Ni miaka mingi sasa toka nikae mbali na wewe. Kwa kweli nimepania sana leo kufurahi na wewe mke wangu. Naomba unipatie japo kidogo tu niweze kukumbushia kidogo. Jeff, nafikiri hata kulipotoka umefundishwa kuwa na nidhamu, lakini pia umefundishwa kuwa na uelewa unapoambiwa kitu. Nimekwambia niache leo mesijisikii. Niache nipumzike. Sawa? Mke wangu, miaka 4 kweli ya kuwa mbali na mimi, bado unaniambia siku hii leo kwamba umechoka, huhitaji kufanya na mimi? Uninyime kweli nilale kweli niamke bila kupata utamu kutoka kwako mke wangu kweli? Jeff, unataka nirudie mara ngapi lakini? Unajua mimi nitahama hiki chumba kama ndio usumbufu wako. Tulale kwani lazima bwana? Mniachuku bwana. Pale sasa kijana Jeff aliendelea kumtomasa mkewe ili angalau aweze kumpandisha medadi na aweze kulila tunda, kulitafuna tunda lake kwa ustadi kabisa, akiwa amelimisi kwa muda mrefu sana. Kwa mwanadada Nancy alizidi kuwa mbishi, akikataa huku akiwa anaondoa mikono ya kijana Jeff kila ilipokuwa ikimgusa. Kwa sababu taa ilikuwa inawaka, kijana Jeff alizidi kuendelea kuangalia mwili wa mwanadada Nancy jinsi ulivyokuwa umetamalaki vizuri pale katika kitanda. Alikuwa akiangalia maungo ya mwanadada Nancy jinsi ambavyo ulivyokuwa mazuri. Mwili wake uliokuwa na rangi ya chocolate ulikuwa ukizidi kung'aa, na pindi ambapo alipokuwa akijaribu kusogea, mwili wote ulikuwa ukitikisika na maungo yake ya mwili yalikuwa yakizidi kumvutia kijana Jeff. Kwa kweli kijana Jeff alizidi kung'ang'ana kwamba hii siwezi kuiacha, lazima nile, na hasa ukizingatia alikuwa na uchu kweli kweli. Ila mke wangu mzuri jamani, huyo ndo anazidi kuning'ang'anizia kwamba eti hataki kunipa. Huyo atakuwa lazima leo nitaila. Cheki hayo makalio. Cheki mbavuni upo ulivyo jamani, cheki hiyo nyonga. Huyo nitamng'ang'anizia leo mpaka nimle. Alijisemea kijana Jeff pindi alipokuwa akitazama mwili wa mwanadada huyo ambaye ulikuwa umevalia kigauni chepesi cha kulalia. Nikana kwamba mwanadada Nancy alikuwa akimwambia Jeff, kupendeza umependeza, lakini kwenda mjini huendi. Ni jinsi ambavyo alivyokuwa amevaa kigauni chake cha kuonyesha mwili wake na kumvutia sana kijana Jeff, na wakati huo huo akimwambia Jeff kwamba huwezi kulila tunda hata kidogo. Jeff baada ya kukuta kwamba mke wake huyu anazidi kumkataza, kila alipokuwa akimgusa alikuwa akimwambia hapana, alisema sasa inabidi ajaribu kutumia nguvu ya wastani ili aweze kulimega tunda la mwanadada huyu mkewe Nancy. Jeff alianza kumlalia juu. Wakati huo mkewe akiwa amelalia tumbo, Jeff akapanda juu na kuanza sasa kumng'atang'ata huku kwenye shingo, huku akijaribu kumng'ata kwenye masikio yake na akiendelea kumpapasa kwa lazima. Jambo lile mwanadada Nancy alikuwa akilikataa, huku akijaribu kumsukuma sana kijana Jeff ili aweze kuondoka katika mgongo wake. Wakati huo napo kijana Jeff, mshale wake ulikuwa nao uko kwenye saa 6, umesimama dede ukiwa unahitaji sana kusoma wakati kwa mwanadada Nancy. Alizidi kumpapasa na kuzidi kuchezea mikono yake huku aking'ang'ana kung'atang'ata katika mwendo wa kutafuta love bites kwa mwanadada huyu. Lakini mwanadada Nancy alikuwa akikataa, akijaribu kutumia nguvu nyingi sana ili aweze kumkataza. Kiukweli alishindwa kabisa kumzidi nguvu.
Mwanadada Nancy alizidiwa nguvu na kwa hivyo akawa amegeuzwa ili kijana Jeff aweze kujilia tunda kiustaarabu kabisa. Lakini kutokana na kwamba mwanadada huyu Nancy alikuwa hataki, alizidi kuleta ugumu, huku akisukuma na kumsukuma kwa nguvu, kukanyaga kutumia mikono, miguu mpaka meno, ili mradi tu kijana Jeff asije akafanikiwa kuingiza fimbo yake katika sufuria lake. Moja kwa moja kijana Jeff alikumbuka udhaifu wa mke wake mahali ulipo. Alijua ni maeneo gani ambayo akiyagusa kwa mkewe, basi mkewe alikuwa anaachia tunda lake kwa haraka sana bila kuleta usumbufu. Moja kwa moja alipeleka mdomo wake na kukutanisha na mdomo wa mwanadada Nancy. Alianza kumlamba mdomo, kitu ambacho alikuwa anajua kabisa kwamba mwanadada Nancy ukitaka kumlemaza haraka, basi mpike tu denda, anamalizika haraka sana. Bali sasa kwa ustadi mkubwa, kijana huyu Jeff alianza kumnyonya mate mwanadada Nancy kwa ustadi mkubwa sana. Vile vile alikuwa akijua kabisa kwamba mwanadada huyu ugonjwa wake mwingine ni kuguswa katika eneo dogo sana la eneo kubwa la kule kwake kwa bibi. Mkono wake mmoja kijana Jeff ulienda moja kwa moja na kuingia katikati ya miguu ya mwanadada huyu Nancy, na moja kwa moja alienda kushika katika antena ya kule chini kwa bibi kwa mke wake. Alipojaribu kugusa katika antena ile, akijaribu kuichezea kidogo ili kusudi tu aweze kumlainisha mkewe, pale pale mkewe alionyesha hali ya kwamba amekubali. Kijana Jeff hakutaka kupoteza muda. Alimchukua babu yake na kutaka kumpeleka pale kwa bibi. Yaani alitaka sasa wakutane kimwili, yeye pamoja na mkewe. Lakini alipojaribu tu kupeleka babu yake kule kwa bibi, ni kama mwanadada Nancy alikuwa amegutuka kitu fulani hivi. Haraka sana alimsukuma kwa nguvu Jeff, kitu kilichomsababisha Jeff kudondoka upande wa pili wa kitanda, na pale sasa akawa yuko mbali na mwanadada Nancy. Mke wangu, ungeacha tufanye, nipige hata moja tu jamani. Wewe mguu wa yoga tu jamani. Wewe mbona unafanya hivi? Lakini Nancy, shida nini? Ni umenibaka tu. Ulikuwa unataka unibake, lakini mimi siko tayari, nimekwambia. Nikwambia sitaki leo. Mke wangu, please, naomba basi moja tu. Si unaona ninavyoumia? Unaona huku? Si unaona jinsi ambavyo mishipa imepanda huku? Jamani, unataka nitulie wapi? Please, unataka nikupe kitu gani unipe? Sikia basi. Moja tu. Hivi wewe, kwa nini lakini unakuwa mtu aina hiyo? Lakini unakuwa kama ndo unabalee. Sasa hiyo mishipa yako mimi sio imetuna, imefanya nini na nisaidia nini? Nimekwambia leo nimechoka. Kwani kuna siku nyingine? Kwani unaondoka tena? Si upo? Mke wangu, kesho ni siku nyingine bwana. Na siku nyingine ni siku nyingine. Tunda hili sinapaswa nile kila siku. Kwani ni kila leo, hiyo siku nyingine sinakula pia? Usinifanyie hivi basi. Hivi unajua ni kiasi gani ambacho mimi nimejikaza siku zote hizo mimi toka niondoke? Sijawahi kufanya mapenzi. Kazi yangu ilikuwa ni kufanya mazoezi magumu sana kila siku, na kipindi nilipokuwa nikisikia tu hamu ya mapenzi, mke wangu, nilikuwa nikifanya mazoezi. Na hasa ukizingatia tulikuwa kwenye jeshi, basi ilikuwa inaniwia angalau rahisi, japokuwa kuna wakati nilikuwa nikiteseka sana, hasa muda ninapokuwa napumzika. Na yote haya nilikuwa nikiyafanya kwa sababu nilisema lazima nikutunzie penzi lako mpaka pale ambapo nitakapokukuta. Kwa nini sasa mimi unanifanyia hivi? Please, hebu acha bwana. Najua unafanya maigizo. Itoshe basi hivyo. Mimi naumia zaidi. Naomba unipe. Nifanye hata kimoja tu. Aliyekwambia kwamba mimi nafanya maigizo amekudanganya. Naomba nikwambie, hapa mimi nalala. Ukinigusa tena, usinilaumu. Mimi nitatoka kwenye hichi chumba.
nitaondoka zangu, nitaenda kulala huko kwingine. Mke wangu, usifanye hivyo bwana. Usifanye hivyo basi. Unafikiri mimi jamani nitaishije? Hebu angalia babu alivyoumia huko. Babu ametuna kweli kweli. Babu amekasirika. Angalia mishipa ya babu ilivyopanda. Basi ichukue basi, weke basi hata mdomoni. Ibugie basi. Mbugie babu basi mdomoni. Sina uwezo wa kufanya michezo, nimekuambia mimi sasa hivi. Jeff, hata ufanyeje huwezi kufanya na mimi leo. Hata ufanyeje nimekuambia haiwezekani. Mke wangu, ni bora hata ungenidanganya basi kwamba una hali ambayo ya kuumwa, lakini unaniambia kabisa haumwi. Ila unaniambia hujisikii kweli. Miaka 4 hujisikii. Msikilizaji, hii ndio ile tafsiri inayosema kwamba simba ni mkali lakini vile vile anazaa bado. Mapenzi bwana, kwenye mapenzi hakuna mtu mbabe hata mmoja. Kijana Jeff ambaye ameiva kweli kweli katika mafunzo ya kijeshi ndani na nje ya nchi, lakini bado alikuwa anabembelezea penzi kama mtoto mdogo, mpaka machozi yalikuwa yanashuka kwa kuhitaji tu tunda la mwanadada ambaye ni dada wa kawaida kabisa, mwanadada ambaye asiyejua hata kupiga gwaride, asiyejua hata kupiga saluti, lakini alikuwa anamtesa kweli kweli. Na Jeff wakati huo chozi linamshuka akiwa anahitaji tamu. Mapenzi nyinyi acha kabisa. Mtu pekee ambaye mapenzi hayamtesi ni BHB peke yake, lakini wengine acha kabisa. Msikilizaji, kijana Jeff baada ya kuona vile aliona isiwe vita, akasema itabidi atumie mafunzo yake yale yale ya jeshini ili kuweza kujituliza, na akiamua kumshinda mwanadada Nancy kwa kutumia akili badala ya nguvu. Alisema huyu atamvizia mpaka akiwa amelala, alafu atafanya na yeye bila yeye kupenda. Lakini kutokana na hali ambayo kijana Jeff ilikuwa inamsumbua, hali ya kwamba babu alikuwa amesimama dede, babu alikuwa anahitaji kuingia mahali penye joto ili aweze kupumzika. Ile hali ilimtesa sana Jeff, kitu kilichomfanya yeye ashuke pale kitandani na kuanza sasa kupiga push up pembeni ya kitanda ili kutoa mawazo yake kwenye mambo ya mapenzi na kuyapeleka kwenye mazoezi. Alipiga push up pale zisizopungua 300 pale pale, jambo lililofanya angalau huku kwa babu kuanza kutulia taratibu. Aliona haitoshi, alianza kujipa mazoezi magumu sana ndani ya chumba kile, huku akisimama na kidole kimoja cha mguu na wakati mwingine akiamua kusimama na vidole pekee ili tu kuhakikisha kwamba anapata mateso ambayo yanamtoa katika mawazo yanayowaza kuhusu mapenzi. Ni ukweli, baada ya muda kupita, basi Jeff babu yake huku chini alikuwa amepoa. Alikuwa amelala kwa utulivu kabisa. Na hapo ndipo ambapo Jeff aliposema, hapa inabidi niende bafuni ili nipozeshe mwili kabisa. Alifungua bafu la chumba kile kile ambacho alichokuwa anakaa na kuingia ndani kujifungulia maji ya baridi ambayo kwa kweli yalifanikisha katika kupozesha mwili wake vizuri kabisa, na hatimaye alirudi kitandani akiwa mwepesi kabisa. Alikuwa akijizuia kujaribu kumtazama mkewe kwa sababu alijua kama atamtazama tu tayari hamu zitamjia tena na atazidi kuteseka. Alilala upande wa mwanzo wa kitanda na huku akigeukia upande wa mwanzo kabisa huku ili tu asiweze kumuona mke wake. Lakini hata hivyo mawazo yake yaliendelea kubaki na picha ya mkewe akiwa na kigauni cheupe chenye lesilesi kifupi sana, kigauni kile cha kulalia. Jambo lililomfanya Jeff azidi kutamani kugeuka na kulila tunda la mwanadada Nancy. Lakini Jeff, kwa kutambua kabisa kwamba ikiwa angemgeukia na kumgusa mke wake wakati akiwa bado hajashikwa na usingizi kungeleta vita pale ndani, aliamua kutulia na kusema inabidi asubiri mkewe alale kwanza. Msikilizaji,
Kwa upande mwingine, mwanadada mashuhuri kabisa ambaye huyu yeye alikuwa akijishughulisha na masuala ya mapambo, kupamba kumbi mbalimbali za sherehe, kupamba maharusi na mambo yote ambayo yanayohusika na mapenzi. Mwanadada huyu alitoka nyumbani kwake na moja kwa moja akafika kwa mpenzi wake aliyekuwa anafahamika kama Julius. Julius huyu yeye ni mwigizaji wa movie mbalimbali za kila aina alizokuwa anazipenda sana kuzifanya, zikiwa ni movie zilizo na action na nyingine zikiwa ni za mambo ya kawaida kabisa. Kiukweli Julius alikuwa ni mpenzi wa mwanadada huyu aliyekuwa akifahamika kama Rhoda. Rhoda alifika nyumbani kwa Julius akionyeshwa kuwa na msongo mkubwa sana wa mawazo. Alifika na moja kwa moja alisukuma mlango wa chumba kile cha kijana huyu ambaye alikuwa ni mpenzi wake, na moja kwa moja alimkuta Julius akiwa amejilaza katika kitanda. Rhoda, mbona umeingia jamani, hata kugonga mlango jamani? Julius, unataka nikija kwako nigonge mlango? Nimgongee nani? Unaogopa kitu gani? Hapana, sio kwamba naogopa kitu gani. Lakini jamani, si unagonga mlango. Kwani huko ndani unakaa na nani mpaka nikugongee mlango? Hebu acha bwana kunichanganya. Usitaki kwanza kunipa mashaka mimi. Hapana, sio hivyo mke wangu, lakini hilo neno mke unapenda kulitaja lakini kulitendea kazi hutaki kabisa. Basi naomba nisilitaje basi. Sio usilitaje au ulitaje, swala kubwa la msingi ni ulifanyie kazi. Okay, lakini mbona leo unaonyesha kuja ukiwa mkali sana? Ndio, ni mkali na mawazo mengi. Shida ni nini mke wangu? Kama ungekuwa unajua kwamba mimi ni mke wako, usingeendelea kunidanganya kila siku. Mimi nimekudanganya kitu gani? Julius, naomba tusifanyane watoto wadogo. Unajua kwamba tumeongea mara nyingi kuhusiana na mapenzi yetu, lakini naona kabisa kwamba wewe hauko serious. Naona kabisa kwamba wewe kuna namna hauko serious kabisa Julius. Rhoda, mimi ndo nisiwe serious na mapenzi yetu? Wewe unajiona uko serious? Umeona kitu gani mpaka ukaamua kuongea maneno magumu kiasi hicho, Rhoda? Julius, ni mara ngapi tunaongea kwamba twende nyumbani kwa wazazi wangu ujitambulishe ili tuweze kufunga ndoa, lakini bado wewe ukishakubali ukimaliza tarehe zikifika unanidanganya. Hivi unafikiri kwamba mimi nitaendelea kufurahi na hali hiyo mpaka lini? Rhoda, unajua hata mimi hapa mimi ndo nimeingia hapa sasa hivi. Sikutegemea kama ungekuja kuniuliza maswali mazito kama hayo. Julius, usilete maigizo hapa. Hapa hatuko kwenye kuigiza hapa. Maigizo ni huko utakapokuwa site. Huko ndio sehemu ufanye maigizo yako. Mimi sijaja hapa kufanya movie, sawa? Na sijaja hapa kukupamba, kukuremba kama ambavyo jinsi ambavyo ninavyofanya kazi yangu ya kuremba. Nimekuja hapa kuongea na wewe mambo serious. Sitaki kuamini kwamba hauko serious na mapenzi yetu, lakini ndicho kitu ninachokiona. Julius, hivi ni mara ngapi unanidanganya kila siku kwamba tutaenda kwa wazazi wangu ili tuweze kujitambulisha na hatimaye wewe uweze kufunga ndoa na mimi, lakini unakuwa unanidanganya. Habari ya kuniambia kwamba ndo umekuja hapa, kwani ile jambo tumeongea leo ni jambo la siku ya leo tu ile? Rhoda,
ungeniuliza basi hata kwanza kwamba kwa nini nimejilaza sasa hivi hapa, ili hali hiyo ilikuwa ni mida ya mimi kwenda kuzunguka na wenzangu huko. Ulikuwa ni muda wa kukaa kubadilishana mawazo na wanaume wenzangu huko. Lakini sasa hujiulizi kwa nini umenikuta hapa, alafu umenikuta nimejilaza tu. Wewe umekuja tu unaanza kuongea maneno magumu kama hayo. Kwa nini Rhoda unafanya hivi? Julius, ninafanya hivi kwa sababu wewe ndio unanifanya nifanye hivi. Tumeongea zaidi ya mara 4. Tarehe ikifika unakuwa na visingizio. Huko kwetu Singida mpaka sasa hivi wanaanza kuniona mimi kama mtu wa ajabu. Wanaweza kuona kwamba mimi huku mjini kazi yangu ninayoifanya ni ukahaba na ndio maana siolewi. Lakini sababu kubwa ni wewe, kwa sababu nimeweka imani yangu kwako na tumekubaliana kwamba tunakwenda kufunga ndoa siku chache zijazo. Lakini wewe hata kwenda nyumbani kwa wazazi wangu hutaki. Ni kwa nini Julius unanifanyia hivi? Kwa nini unanifanyia hivi? Hujui kama umri wangu unaenda? Au kwa sababu wewe unajua kwamba wewe ni mtoto wa kiume, hata kama umri ukienda bado utaolewa, ndio maana unanifanyia utaoa, ndio maana unanifanyia hivi mimi? Rhoda. Nakusikia Julius. Niambie. Sijui nikuambieje. Sijui niongee namna gani ili uweze kunielewa. Labda kwanza nikuulize, una mashaka yoyote na upendo wangu kwako Rhoda? Julius, sina mashaka na upendo wako kwangu, lakini nina mashaka na mwendelezo wa maisha ya mapenzi yetu mimi na wewe. Sina mashaka kabisa na upendo wako kwangu. Najua unanipenda, lakini nina mashaka na hatima ya upendo wako kwangu. Rhoda, kuhusu hatima ya upendo wangu kwako tumeshaongea muda mrefu. Labda kama uniambie kwamba sasa hivi una mashaka na umepoteza imani kwangu. Lakini ikiwa kama bado wewe hujapoteza imani kwangu, basi hatima ya upendo wangu kwako unaijua. Kwa sababu umekuwa ni wimbo katika midomo yetu wote wawili. Hatima ya upendo wangu kwako nimeieleza mara nyingi sana kwamba ni kufunga ndoa na kuishi pamoja kama mume na mke siku zote za maisha yangu. Ndio maana kila wakati unaniona mimi nikiwa nang'ang'ana kupambana ili mradi tu niweze kufunga ndoa na wewe. Julius, umepambana sehemu gani ili wewe uweze kufunga ndoa na mimi na ikashindikana? Mpenzi wangu Rhoda, unafahamu kabisa kwamba kuna mambo tulikubaliana kwamba kabla ya ndoa yangu mimi na wewe yawe yametimia. Na hayo mambo yamekuwa yakisumbua kila wakati, yanakuwa hayajakamilika. Kila niliposema kwamba mambo hayo yanakamilika, umeona kuna mambo yanaingilia na mambo hayo yanafeli. Hata huko kwenda kwenye kuoa, unafahamu kabisa kwamba siwezi kwenda tu hivi hivi mikono mitupu.
Kwa hivyo masuala ya mikakati yangu ya kiuchumi yanapofeli, ndio hapo hapo na mambo mengine unaona yanaleta shida. Sababu zote ambazo nimeshindwa kwenda kuwaona wazazi wako ni kwa sababu mambo ambayo niliyokuwa ninayategemea ya kwangu ya kiuchumi yalikuwa yanafeli. Na ndicho kilichotokea hata sasa hivi. Julius, kwenda kuwaona wazazi na kujitambulisha, kuna pesa gani inahitajika hapo? Mpaka samahani kidogo. Rhoda, usitake kunifanya niamini kwamba wewe ni msahamilifu kiasi hicho. Ni mimi na wewe tulikubaliana kwamba tutakapofikia kwenye kujitambulisha tusimalize muda mrefu. Ndani ya miezi hiyo hiyo tufunge ndoa pamoja. Ni mimi na wewe tulikubaliana hivyo. Na mambo yalipokuwa yanabadilika ya kiuchumi hayakai vizuri, ndio ambayo yamesababisha mimi nishindwe kujitambulisha kwenu, kwa sababu tulikubaliana kwamba tukishajitambulisha tusimalize muda mrefu tuweze kuoana. Sasa ingewezekanaje tuende kujitambulisha alafu baada ya hapo tuendelee kuishi kutafuta masuala yetu ya kiuchumi ili yakae vizuri? Julius, utazunguka sana, lakini kuna siku tutaongea ukweli. Ninaamini sana unataka unizungushe hivi ili siku moja mimi nikate tamaa ili uweze kumuoa mtu unayempenda. Na hicho ndicho kitu ambacho unachokitaka. Nimesha kustukia mapema sana Julius. Lakini kumbuka kwamba utaumiza sana moyo wangu. Na kumbuka ni mambo mangapi ambayo tumefanya mimi na wewe tukitegemea kabisa kwamba mimi na wewe tunakwenda kuwa mume na mke. Lakini mwisho wa siku unanizunguka ili kusudi mimi nikae mbali na wewe na uweze kumuoa mwanamke unayempenda. Julius, moyo wangu unateseka sana kila ninapowaza hayo mambo. Kwa nini unanifanyia hivi lakini Julius? Kwa nini unaamua kunifanya hivi mwisho wa siku uje unitelekeze? Ili hali unajua kabisa kwamba moyo wangu nimekukabidhi wewe. Rhoda, hebu naomba kwanza usilie. Rhoda, inabidi nikwambie tu tena, kwa sababu naona umefika sehemu mbaya sana kuniwazia mpaka kwamba mimi ninaweza nikakuacha nikaenda kuwa mtu mwingine. Hii ni hatua kubwa sana na ya hatari sana katika penzi letu. Sijawahi kufikiria hata siku moja kukuacha wewe na kuoa mtu mwingine. Kwanza, kila mtu nayemuona, kila mwanamke nayemuona, naona kabisa hajakidhi vigezo kama jinsi ambavyo wewe umekidhi vigezo vya kuwa mke wangu. Unajua juzi kati hapa tulikuwa tumetoa movie ambayo tulitumia gharama nyingi sana kuizalisha. Lakini tulitegemea kwamba huenda ingevibe haraka sana na kutupatia pesa. Lakini kinyume chake mauzo yamekuwa madogo sana. Kinyume kabisa na jinsi ambavyo tulivyokuwa tunatarajia. Hali ambayo imepelekea watu wote wa kikundi chetu kupata msongo wa mawazo. Hawaamini kabisa hicho wanachokiona. Hapa tumejaribu kuongea na watu wengine wauza movie maarufu ili tuweze kuangalia ni namna gani wanaweza kutusaidia katika kusukuma movie yetu hii ili iweze kwenda mbali zaidi. Sasa tuko kwenye maongezi. Lakini katika wakati huu bado mambo hayajawa vizuri. Mke wangu, napenda kukuita mke wangu kwa sababu
naamini hakuna mtu mwingine anaweza kuwa mke wangu tofauti na wewe. Roda mpenzi wangu, mambo ya kiuchumi ndio yanafanya tufikie hivi, lakini naomba uamini kabisa kwamba mimi niko na wewe siku zote mpaka pale ambapo nitakapokufa na kuondoka kwenye hii dunia. Hata mimi natamani sana kwenda nyumbani kwenu nikawaone ndugu zangu ili uweze kunitambulisha na mimi nifurahi kwamba ninaye mpenzi rasmi sasa. Lakini mambo yanaenda kombo. Sasa hivi hapa nina msongo wa mawazo, na ndio maana umenikuta nikiwa nimejilaza hapa ndani. Sitamani hata kuonana na watu. Naomba uniamini Roda, siwezi kukuacha wewe. Julius, usinipe maneno matamu ambayo ninajua kabisa kwamba ni maneno matamu ya wanaume wote duniani. Wanaume wote huwa wanakuwa na maneno matamu sana, lakini mwisho wa siku huangamiza wanawake. Julius, unajua machungu gani ambayo mimi ninayopitia? Mama yangu mdogo ametoka nje ya nchi, amekuja. Nilishamwambia kwamba mimi nitakuja na mpenzi wangu hapo ili niweze kumtambulisha, na amekuja. Ni mtu anapita, amefurahi sana kwamba nitakuja nimtambulishe, nikutambulisha wewe kwake kabla yeye kuondoka na kurudi huko nchini Canada. Badala yake wewe tena unataka uniaibishe tena kwa mara ya 4 hii. Na kipindi hiki mama yangu mdogo anayeishi huko nchini Canada amekuja nchini, yuko nyumbani kwetu Singida. Anapaswa mimi niende nikutambulishe ili akiondoka aondoke akiwa anakufahamu, lakini bado unazidi. Kwa nini unanifanyia hivi mimi nionekane mtu nisiyefaa huko kwetu? Kwa nini unanifanyia hivi lakini Julius? Au tetesi ninazozisikia ni kweli? Ndicho ambacho kinachofuata. Msikilizaji, neno lile la tetesi aliloliongea mwanadada huyu Roda lilimfanya Julius azidi kuvuta umakini mkubwa sana, na hivyo kumuuliza mwanadada huyu Roda, tetesi gani hizo ambazo unazizungumzia wewe? Julius, hata mimi ni mtu mkubwa. Tetesi ninazozisikia zitakuwa ni za kweli, ndio maana hutaki nikupeleke nyumbani kwetu wewe. Roda mpenzi wangu, unazungumzia tetesi gani? Nisikilize nikwambie Julius. Okay. Mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Makala Simulizi, hiyo bwana ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu hii pendwa kabisa. Ni simulizi mpya ndani ya Makala Simulizi. Msimuliaji wako ni mimi BHB. Nilikuwa nikikusogezea hapa ili uweze kuburudika kabisa. Sasa tukutane katika sehemu ya pili ili tuweze kujua ni nini kinaendelea kwa kijana Jeff pamoja na mkewe Nancy. Lakini ni kitu gani ambacho kitaendelea kwa kijana Julius pamoja na mpenzi wake huyu Roda? Ni tetesi gani hii ambayo anaizungumzia? Kwa haya na mengine mengi, tukutane katika sehemu ya pili ya simulizi yetu. Mimi nikutakia kila la heri. Bye bye. Endelea kubaki na mimi. Kama wewe ni mgeni, basi bonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya video hii ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi hii. Bye bye. Tukutane katika sehemu ya pili.